Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tumezipata hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa ambazo ziko na siri kubwa kila wakati. Cha muhimu na kuomba mtazamaji, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe. Huenda uchaguzi mpya ukaweze kurudiwa katika taifa la Tanzania, ikiwa mipango maalumu ambayo imeweza kudaiwa itafaulu, na baada ya silaha mpya ya kumuondoa Samia Suluhu Hassan mamlakani kupatikana ili uchaguzi uweze kurudiwa. Nani amesema haya? Kuna mwanaharakati mmoja ambaye ni Mtanzania anaishi kule Marekani. Ameandika katika mtandao wake wa X, zamani tulikuwa tunauita Twitter. Ameandika hivi vile unavyotazama kwa skrini yako: The goal is Watanzania wapate haki na uwezo wa kuchagua madiwani wanaowataka, wabunge wanaowataka, na rais wanayemtaka na chama wanachokitaka. Kumaanisha, yani anasema lengo la Watanzania ni kupata haki yao na uwezo wa kuwachagua madiwani, wabunge na hata rais na chama kile ambacho wanakitaka. Kumaanisha sasa hivi hawataki CCM, na Watanzania sisi hatutaki wabunge na madiwani wale ambao waliweza kujichagua na Rais Samia Suluhu Hassan. Kumaanisha uchaguzi mpya ukirudiwa ndio haya yanaweza kufaulu. Akaendelea kusema hivi: We have to take the power away from a small group of people. Yani lazima tuchukue mamlaka kutoka kikundi kidogo cha watu ambao wameiteka nchi kiasi kwamba wanatuchagulia viongozi, wanatuchagulia chama, huku wenyewe wakiendelea kufilisi nchi. Yani kuna kikundi ambacho kimekaa mahali kidogo ambao wanaamua nani anakuwa rais, nani anachaguliwa katika wadhifa fulani. Sasa kikundi hicho kimefika wakati kinastahili kunyang'anywa mamlaka. Akaendelea kusema ya kwamba every move we make, every word we say should have the above as the goal. Yani kwa kila hatua ambayo tunaipiga, kwa kila neno ambalo tunalolisema, lazima hayo ambayo amezungumza kutoka hapo juu yaweze kuzingatiwa kama lengo. Yani kila tunachosema, kila tunachofanya lazima kisaidie kureach hiyo goal hapo juu. Akamaliza akasema ya kwamba we are very close, tusilegeze kamba. Yani tumekaribia, tusije tukalegeze kamba, tutafaulu. Something, akamaliza sasa kwa kusema something is going to happen. Yani kuna kitu fulani ambacho kinaenda kufanyika. Kumaanisha ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan mamlakani, kuondoa madiwani, kuondoa wabunge, yani viongozi wale ambao wamekaa katika nyadhifa mbalimbali waweze kuondolewa. Kwa nini Samia Suluhu Hassan na serikali yake inaandamwa? Hii serikali haikuchaguliwa na sisi wa Tanzania. Siku ya uchaguzi watu waliweza kuandamana, mitandao ikazimwa, stima zikazimwa kwa wiki moja. Halafu tukaambiwa na tume ya uchaguzi kwamba Samia ameweza kushinda kiti cha urais na madiwani wameshinda kwa CCM na wabunge wa CCM. Maswali yakaanza kuulizwa kama mtandao uliweza kuzimwa, na Tanzania ina watu zaidi ya milioni 60, na wale ambao wamesajiliwa kupiga kura ni karibu milioni 40 hapo. Ni kivipi wale ambao walipiga kura na maandamano yalikuwa waliweza kupita wapi
na makaratasi ya kura yalikuwa yametapaka, yamerushwa kwa barabara. Tena ikiwa ziliweza kupiwa, nani alipiga na maandamano yalikuwa ni kivipi? Matangazo ama matokeo ya kura yaliweza kurushwa kutoka eneo moja kuelekea kituo kikuu cha kujumlisha kura. Sasa maswali hayo tunashindwa kuelewa ni kivipi Samia alipata kura milioni 31.7. Kwa hivyo haya yanaweka wazi kwamba Samia aliweza kujichagua, hakuchaguliwa na sisi wa Tanzania, na hata wabunge wa CCM, wabunge wote hawakuchaguliwa, ila tu waliweza kujichagua chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Namba 2, Suluhu ameonekana kuuza mali ya sisi wa Tanzania. Kwa kile ambacho niliweza kufanya uchanganuzi, nikawaeleza kwamba hifadhi ya Ngorongoro imeweza kupeanwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu, yani United Arab Emirates. Na hivi majuzi mliweza kusikia ya kwamba bandari ya Dar es Salaam iliuzwa nayo kwa Waarabu pia. Yani yuko Ikulu, yale ambayo anaendelea kutekeleza ni kuuza mali ya Watanzania. Hivi majuzi tulisikia Wazanzibar ambao ni wafanyabiashara, wengi wao wameruhusiwa kufika hapa Tanganyika kununua mashamba makubwa, na niliweza kufanya huo uchanganuzi na sitaki kurudia sana. Hivi majuzi tuliona Samia Suluhu Hassan akiteua mabalozi kuwakilisha taifa letu la Tanzania katika mataifa mengine. Tukaona Wazanzibar ndio wengi ikilinganishwa na Watanganyika. Na sheria za Tanzania zinasema ya kwamba lazima asilimia fulani iweze kupatikana kutoka Tanganyika na asilimia fulani kutoka Zanzibar. Lakini asilimia kubwa ilienda kwa Wazanzibar. Sasa yale maovu ambayo anaendelea kufanya ndio yanasababisha watu kutomwamini, yanasababisha watu kutaka angolewe mamlakani. Muliona aliweza kumweka mtoto wake Amimu kuwa, ambaye ni mbunge, kuwa naibu waziri, anakaa katika baraza la mawaziri. Na mkwe yule ambaye amemuolea pinti huyu ambaye anakaa katika baraza la mawaziri, naye aliweza teua kuwa waziri wa afya hapa Tanzania. Na tuliona yule wa Jakaya Mrisho Kikwete na haya yupo pale. Sasa haya yote ndiyo yanasababisha watu kutoamini mambo ya Samia Suluhu Hassan. Ndio maana huyu Mange Kimambi ambaye ni mwanaharakati anasema kuna kitu kinaendelea kuload na huenda watafaulu. Kuna silaha ambayo imepatikana ya kumng'oa mamlakani Samia Suluhu Hassan ili uchaguzi ukaweze kurudiwa hapa Tanzania. Je, wewe ungependa uchaguzi urudiwe kabla ya miaka 5 kuisha hapa Tanzania? Je, ungependa uchaguzi ukaweze kurudiwa kabla ya miaka 5 kukamilika hapa Tanzania? Utaniandikia kwa comment section. Kufikia hapo naomba kutamatisha hii kanda, tukutane kwa kanda nyingine baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza subscribe button ili kuwa subscribed na uwashe kengele. Kwaheri kwa sasa.